Mke wa Rais wa Zanzibar, Mama Mariam Mwinyi, amesema maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi yoyote inahitaji jamii yenye watu wenye afya bora. Mama Mariam, ambaye pia ni msarifu na mwenyekiti wa Zanzibar Maisha Bora Foundation, amesema hayo alipozindua Zanzibar Afya Wiki, hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege wilaya Mjini. Amesema Zanzibar Afya Wiki ni fursa nyingine muhimu ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya, ikiwemo elimu na afya na uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, presha, saratani ya matiti, macho na moyo. Aidha, amebainisha kuwa ni fursa kwa kila mwananchi kushiriki katika programu hiyo, kwani ni msingi wa maendeleo endelevu katika sekta ya afya na ustawi wa jamii. Kwa kweli toka mwaka 2020 kufika mwaka 2024 idadi ya watumishi wa sekta ya afya imeongezeka zaidi ya mara 3. Kuhakikisha kwamba tunakuwa na idadi inayotakikana, japokuwa hatujafikia, kwa sababu mnafahamu tumeshaongeza hospitali nyingi sana, na hospitali zikiwa nyingi ina maana zinahitaji sasa wawepo madaktari, manesi, wahudumu. Sasa tuko kwenye mkakati huo, lakini kwa kupitia rais wetu ambaye kwa kweli niseme yeye ni daktari na alishawahi kutuambia yeye ni daktari na anataka sekta ya afya ifanye vizuri zaidi kuliko sekta zote nchini. Kwa hiyo tumuunge mkono, na bila shaka ninaiona Wizara ya Afya ikitembea katika maono yake kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za afya Zanzibar. Lakini vision kubwa ya kwake ni kwamba la kwanza ni kuboresha huduma za afya Zanzibar, lakini la pili pia kupunguza, tuweze kutoa huduma za kibingwa ili tupunguze rufaa zinazotoka nje, na maana tutapunguza bajeti zetu tunazotumia. Lakini sio hivyo tu, wageni wote watakao wanatembelea Zanzibar watakuwa na uhakika wa kuwa wanapata matibabu yanayostahiki na hawana wasiwasi. Lakini si hilo tu, watakuwa wanakuja kwa sababu ya kupatiwa matibabu. Huko ndio tunakotaka tufike. Wakija wanasema tunakwenda kutembea, tunakwenda kupumzika, lakini vile vile tunakwenda kufata matibabu Zanzibar. Hayo ndio maono kabisa ya Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu wananchi, nami nikiwa mdau mkubwa wa masuala ya afya kupitia taasisi yangu ya Zanzibar Maisha Bora Foundation, nimejidhatiti kuhakikisha kuwa wananchi wa Zanzibar wanapata huduma bora za afya kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la pili la kimkakati la taasisi yangu linalolenga kuboresha upatikanaji wa huduma jumuishi na rafiki za afya kwa wanawake, vijana na watoto. Haya tunayatekeleza kupitia afua mbalimbali kama kampeni ya Afya Bora Maisha Bora, ambayo mmeisikia wakiisema hapa waziri, naibu waziri na katibu mkuu, ambayo imefanikisha kuwafikia wananchi zaidi ya 21,500 kupitia kambi 4 za afya tulizozifanya katika ngazi za mkoa wa Unguja na Pemba. Katika kambi hizi tumeshuhudia mwitikio mkubwa wa wananchi waliokuja kupata huduma za afya. Hivyo ni wazi inaonyesha kuwa kuna uhitaji mkubwa wa kuimarisha huduma za afya kwa jamii, yani kuwafikia zaidi outreach. Hii pia inathibitisha umuhimu wa huduma za uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kuepuka changamoto za kiafya zinazoweza kuzuilika, pamoja na uwekezaji katika afya ya watoto na lishe bora kama msingi wa kizazi chenye afya na tija. ZMBF kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imetekeleza mpango wa lishe kwa mama na watoto ngazi ya wilaya, ambapo jumla ya wanawake 2830 walipata elimu ya lishe na afya ya uzazi ya mama na mtoto, ikiwa ni pamoja na mama wajawazito, ambapo pia walianzishwa huduma za kliniki, na watoto wenye chini ya miaka 5 3,879 walipatiwa chanjo muhimu. Hizi kambi
kama tulivyosema zina umuhimu sana, na unapofika kwenye kambi, pamoja na elimu yote tunayotoa, unakutana na wamama ambao ni wajawazito lakini hawajaanza kwenda kliniki. Sasa hapa ndo unapoona umuhimu wa kuwepo kambi, kwa sababu mnaweza kufikia jamii na wengi wote wakawa wanaelewa umuhimu wa kwenda kliniki. Na afya ya mama na mtoto, afya ya huyo mtoto inaanza toka hata mtoto anapokuwa tumboni. Kwa hiyo lazima mama hakikishe anafuata taratibu, maelekezo yanayotakiwa ili aweze kuzaa mtoto aliyekuwa tuseme na afya njema, na ataweza kukua vizuri katika nia ile ile ya kujenga taifa lenye imara kiafya. Taifa imara kiafya ndio taifa ambalo linaloweza kuwa na maendeleo endelevu. Naye Waziri wa Afya Mheshimiwa Ahmed Mazrui amesema licha ya huduma ya afya inayotolewa kwa wananchi, pia wanatoa fursa ya kujikinga na maradhi ya kuambukiza na jinsi ya kujiepusha na utumiaji wa madawa ovyo ambazo zinaweza kudumaza afya. Maradhi ya kuambukiza NCDs yamekuwa yakiongezeka kwa kasi kubwa sana na yanatisha, tishio kwa ustawi wa jamii yetu. Maadhimisho haya yanatoa hamasa ambapo wananchi wanapata fursa ya kujifunza masuala mbalimbali ya namna kujikinga na maradhi nyemelevu, kupima afya zao na kujitambua mapema, elimu bora ya kujiepusha na utumiaji holela wa madawa, jambo linalopelekea kufanya usugu wa kukubali dawa katika miili yetu, upimaji wa afya na kupata matibabu baada ya kugundulika na maradhi. Kadhalika huduma za uchunguzi wa afya ya kinywa ya kinywa na meno pamoja na macho, vile ugonjwa wa afya, masuala ya akili, ugonjwa wa malaria, huduma za chanjo, elimu ya afya uzazi wa mama na mtoto, upimaji wa magonjwa kama vile homa ya ini, ukosefu wa kinga mwilini na magonjwa mengine mbalimbali zinaendelea kutolewa katika maadhimisho haya hapa Golden Tulip. Maadhimisho haya yamesaidia kwa kina sana katika kuweka pamoja wadau wa maendeleo na kushirikiana namna nzuri ya kuimarisha huduma za afya, kuongeza rasilimali fedha kwa ajili ya kugharimia huduma za afya, kuongeza ubora wa utoaji huduma, kuongeza na uboreshaji mazingira ya watoa huduma na usimamizi na uongozi wa masuala yote ya afya, kuongeza mashirikiano katika utoaji huduma kwa kushirikiana na mashirika binafsi. Kama mnavyojua, kwa Wizara ya Afya sasa hivi tunafanya kazi na mashirika binafsi mbalimbali ikiwemo ZEDCO, NSK, Zanmedics na washirika wengine kama Saifi na wengine wanakuja, tunakaribisha katika kuhakikisha huduma zinatolewa zinapatikana katika kiwango cha juu zaidi. Kwa hivyo serikali imefungua milango ya kufanya kazi na makampuni binafsi, mashirika binafsi kwa mpango wa public private. Naye Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema Afya Wiki ina lengo la kuelimisha jamii pamoja na kujiepusha na vifo vya mama wajawazito na kuifanya Zanzibar kukua kiuchumi kwa ongezeko la utalii. Hata hivyo, takriban ya watu 1264 kwa siku 3 wamepatiwa huduma hiyo na watumishi 500 wamepatiwa mafunzo ya masuala ya afya. Wiki ya Afya Zanzibar imeanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu na inatarajiwa kumalizika siku ya tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika tukio la Wiki ya Afya kumekuwa na matukio mbalimbali. Yaani pamekuwa na parallel session, kuna matukio katika mambo ya conference. Katika hiyo parallel session kuna conference kama conference, kuna expo zinakuwa zinaendelea, na katika parallel session tumekuwa na symposium na workshops zikiwa zinaendelea. Lakini alikadhalika tumekuwa na maonesho yani booth kwa ajili ya makampuni, wazalishaji dawa, watoa huduma na wadau wengine wa sekta ya afya. Na vile vile tumekuwa na public screening awareness ambapo maradhi mbalimbali ikiwemo kisukari, pressure, HIV
ugonjwa wa kifua kikuu, TB, ugonjwa wa saratani hasa kina mama na kadhalika, pamoja na upimaji wa macho na utoaji wa miwani na dawa zimekuwa zikiendelea. Mpaka sasa takriban watu 1264 wameweza kupatiwa huduma hizo hapa Golden Tulip, ikiwa ni ndani ya siku 3 tu, yani mpaka jana jioni. Pili, maonesho ya taasisi mbalimbali. Katika wiki hii ya afya tumeshirikiana kikamilifu na wadau wa serikali, sekta binafsi na wafanyabiashara mbalimbali katika kuonesha ubunifu, bidhaa na huduma za afya wanazozitoa katika jamii yetu ya Zanzibar na Tanzania nzima. Tatu, makongamano na majadiliano. Mpaka jana jioni jumla ya makongamano 4, ikiwemo kongamano la utalii tiba, teknolojia ya habari na mawasiliano katika afya, ubora wa huduma katika sekta ya afya, changamoto za mama na mtoto yamekuwa yakiendelea. Nikiripoti kutoka Golden Tulip, mimi Rayyan Hamadi Faki wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.